Furaha, 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 furaha ni kwa wale waliokoka. Furaha, 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 furaha ni kwa wale waliokoka. Furaha, 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 furaha ni kwa wale waliokoka. Furaha, 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 furaha ni kwa wale waliokoka. Amani, 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 amani ni kwa wale waliokoka. Amani, 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 amani ni kwa wale waliokoka. Ushindi, 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 ushindi ni kwa wale waliokoka. Ushindi, 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 ushindi ni kwa wale. Haleluya. Mnakumbuka hiyo wimbo? Tulikuwa tunaimba kitambo, nalika tunaimba hizo siku za awali. Na tunajua kwamba Mungu wetu ni mwema, na mpaka wa sasa Bwana ametudumisha mpaka wa sasa. Jina lake linazidi kuinuliwa, jina lake linazidi kutukuzwa. Na wakaribisha mara tena kwa ibada yetu ya pili kwa siku ya leo, na ninajua kwamba tunazidi kubarikiwa. Na niwakaribisha wote ambao pia wanatutazama wakiwa nyumbani kwao, wakiwa kazini, wengine wako kwa magari, wengine wako kwa safari, wanatutazama kwa mitandao, manake tuko kwa Facebook. Na ninajua kwamba utakapo fika pale utaweza kututazama na tutabarikiwa pamoja. Na wakaribisha wote maripoto walipo, na hata wale ambao wako hapa ambao wamekuwa wasaidizi, kwa sababu ili tukaweze kuleta hii injili ya siku ya leo kwenu katika jina la Yesu Kristo. Na tunazidi kubarikiwa pamoja, na tunazidi pamoja katika jina kuu la Yesu Kristo. Na kwa siku ya leo tunaenda kuliona neno, na ambao ninawaletea naitwa Pastor MC Dirito. Zaidi ya yote namtukuza Bwana kwa sababu ya wokovu wa sasa, si wokovu wa jana, lakini ni kwa wokovu wa saa hii ambao Bwana gali ameushikilia na amenisaidia, na kwa neema yake ninajua kwamba hakika nitashinda. Tunaenda kwenye kitabu cha utangulizi, kitabu cha Psalms 42, kitabu cha Zaburi 42 mstari wa 7, ambayo inasema, inaongea kuhusu kilindi, ambao itakuwa mambo ya kichwa ama kichwa ya ujumbe wetu. Kilindi kinaita kilindi, deep calls to the deep. Kilindi kinaita kilindi, deep calls to the deep. And I lead deep calls to deep. In the lower of your waterfalls, all your waves and breakers have swept over me. Naongea kuhusu kilindi kwa Kiswahili, ambao unasema kilindi huwa kinaita kilindi. Na tunaenda kuona maandiko pia ambayo itatia nguvu, ambao tutaona hiki kilindi ndio nini. Na tunaona kwenye kitabu cha Mathayo 25 kuanzia mstari wa kwanza. Matthew chapter 25 from verse 1. Ninajua hili ni andiko wengi wanalielewa, manake tangia tukiwa primary school tulikuwa tunafundishwa hili neno, tukiwa Sunday school pia tukaelekezwa kwa hili fundisho. Na kwa sasa limekaribia sana. Nyakati hizo hatukuwa tunaelewa ni kitu gani, lakini kwa sasa tunaona ya kwamba nyakati ndio hizi za hili neno ambalo siku ya leo tunaenda kulisoma. Neno linasema ya kwamba kwenye Matthew 25 Professor nitasoma kwa Kiswahili, ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotaa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara.
wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao, wasitoe na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia, wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na nyinyi, ama sisi nanyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini. Mlango ukafungwa. Halafu wakaja na wale wanawali wengine, wakasema, Bwana, Bwana, tufungulie. Akajibu akasema, amini nawaambia, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamuijui siku wala saa. Mfano wa talanta. Baba, ni asante kwa sababu ya neno lako, na kama jinsi tumelisoma, tuweka imani yako kwako, Roho Mtakatifu wa Mungu ishie milele, ya kwamba utanena nasi, utatufunulia hii siri, tukajue njia, siri na fumbo hili, ili mioyo na maisha yetu kuomba ukatunenea. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Haleluya. Unaendagaje? Uwendesi kumashini. Oh Lord, I want to be among the number. Oh, when they look. Wow, watakatifu watakapoingia, Mungu ninakuomba na mimi nitakuwa moja. Wow, haleluya. Ninajua hiyo ni ombi la kila mmoja wetu, na ninajua kwamba kwa mapenzi ya Bwana atatuwezesha. Manake tukiwa na nia ni lazima tutafika. Manake naye Bwana ni mwaminifu, naye Bwana ni mkuu. Na kama vile tumesoma neno la utangulizi kwenye Zaburi ya 42 mstari wa 7, ya kwamba kilindi kinaita kilindi. Kilindi ni siri ambayo ni ya kwamba ni katika hali ya mambo za Mungu. Na tunaona ya kwamba kama vile tunajua kwamba kule baharini, vile ya kwamba bahari ikiwa ndipo inavuta maji kwa wingi, ama inavuta hiyo tunaita nini? Hiyo deepness. Haleluya. Vile kilindi, vile bahari ilivyozama chini, ilivyo tutaita nini? Hilo kwenda chini ni nini? Vile imezama zaidi huko chini, inavuta. Haleluya. Na kwa hivyo huwa inavuta vitu huko chini. Na sasa tunaliona kama vile tumeona kwenye our first service ya kwamba mtumishi wa Mungu aliitwa Nehemia, kile kilikuwa ndani yake, kilichokuwa kilindi ndani yake kilivuta, kiliweza kuvutwa na kilindi cha Mungu. Haleluya. Na hapa tunaenda kuona the deep calls to the deep. Kwa sababu sisi ni kitu gani kiko ndani yetu? Ni jambo gani liko ndani yetu? Ni maneno gani yako ndani yetu? Manake kile kilicho ndani yetu lazima kitafuta kingine.
Haleluya. Kivuli ama kiite. Si Biblia inasema kilindi kinaita kilindi. Kwa hivyo kilindi ambacho kipo ndani yetu kitaita kingine. Na nikapeana mfano wa magnet. Si kila mtu anajua magnet? Watu wengi wanalijua. Magnet ukiweka hapa, useme hii ni magnet na hii pia ni magnet. Ukileta pamoja utasikia inavutana. Haleluya. Inavuta. Ukaweka hata kama ni kitabu, vile ukipeleka hivi inaenda, ukileta hivi zinapelekana. Maana zinafanya nini? Zinavuta hii na hii inavuta ingine. Haleluya. Na sisi kuna vitu viko ndani yetu, na ni lazima zita-attract vitu zingine. Haleluya. Sasa siri iko hapa. Kwa sababu mfano mwenye Zaburi ametuambia deep calls to the deep. Kilindi kinaita kilindi. Nikasema ya kwamba mtu mmoja akaimba wimbo akasema hapa duniani si kwetu ni mbinguni. Kuna mahali tunaandaliwa. Maana Yesu alisema naenda kuandaa makao. Na kama Yesu Kristo alienenda kuandaa makao, ni kumaanisha ya kwamba tunafaa hata wakati tuko kwenye hii dunia tukajishughulishe zaidi na mambo ya kule tuendako. Haleluya. Maana Yesu Kristo alienenda kutengeneza nini? Makao. Kwa hivyo kwetu sio hapa. Na nikasema ya kwamba mtu akiwa ugenini hawezi akatosheleka kamwe. Hata kama umeenda kwa your best friend, hawezi ukatosheleka. Maana kuna sumba zingine ukienda waenda na uoga. Kuna mahali pengine ukipelekewa maji kwa mbavu unashindwa, ndio nimenawa, ndio hata nguo zingine nipo nazo za kubadilisha, nazo hizi nitaandika wapi? Hauwezi ukatosheka. Haleluya. Ushakwenda mahali umetembea, umeletewa hata tawel, ukaitazama ukashindwa nitajipaguza naye ama nitaasha. Maana hujui na hii ni ya nani, ilijipaguza na nani, hata kama ni safi. Unajua vitu zingine tulifundishwa na walimu wa nasari, hatuwezi kushare kina toothpaste brush, kitu kama hizo. So hata towel si private. Sasa unashindwa. Sasa unaona uko ugenini, hauwezi ukatosheleka. Utakaa pale unashindwa, labda unasikia usingizi, lakini haujui wanakeshaga mpaka saa 7 ama wanakeshaga mpaka saa 6. Hata kama una usingizi hauwezi ukatangulia kwenda kulala. Haleluya. Maana hata hujui kama utapelekwa shule ya watoto ama utaonyeshwa wapi. Kwa hivyo ukiwa ugenini hauwezi ukatosheleka. Na ndiposa nataka niwaambie kwamba mambo ambayo yametuface kama kanisa siku ya leo, mambo ambayo tunayapitia kama kanisa siku ya leo, ni kwa sababu inatutayarisha na inatuonyesha hapa sio kwetu. Tunao mahali ambao tunaenenda, kunao mahali ambao tumeandaliwa, na ndiposa hatuwezi tukatosheleka. Amen. Haleluya. Na ndipo sababu alipoona kama tunatosheleka, wakati aliona ni kama tunaingia comfort zone, lazima vitu zikanja. Na ninakwambia kwamba hazikomi na hazikwishi, na kama zitakwisha zitakuja zingine. Manake nyakati ambao tupo ndani yake lazima tukaelewe. Haleluya. Amen. Corona yaweza kuwa ni mwanzo. Haleluya. Manake Biblia inasema ya kwamba wakati kanisa litaingia kwa persecution, kutakuwa na mazito na mashungu. Kanisa ikiingia kwa persecution, lazima tutaface challenges. Lakini kile kitatusaidia ni that deepness, wakati tutazama ndani ya Mungu kwa utakatifu, kwa neno, kwa maombi. Hata tukiingia dunia ikitingizwa, hapa ndipo mwandishi anasema misingi ya dunia itakapotingizika, mwenye haki atafanya nini na atakuwa wapi? Mwenye haki kile atafanya ni yeye azame, na kile kimezama, kilindi kilicho ndani yake kikivutwa na kilindi cha Mungu, hata dunia itingizike, yeye hatatingizika. Amen. Kwa sababu gani? Amevutwa na amekuwa imara. Manake sasa yeye haoni hapa. Haleluya. Amen.
Na ndiposa ninaomba hivi, tujali sana. Manake tumejali sana na kulinda huu mwili, mpaka tukasahau kwenda kutafuta uso wa Bwana. Tumesahau ya kwamba dunia tutasonga, dunia lazima tutaondoka. Tuondoshwe na corona, tusiondoshwe na corona, kifo ni lazima. Lakini kinachomata ni tutaondoka namna gani. Haleluya. Kwa sababu kifo si lazima tutapatana naye. Kwa sababu hii ni daraja ya kutoka kwenye huu mwili wa kuoza tukaingie, ili ya kwamba tarumbeta itakapolia, waliokuwa watakatifu watainuka na watafufuka wakiwa na mwili wa kupendeza. Haleluya. Kwa hivyo ni jukumu letu siku ya leo ya kwamba ile pipu ambayo iko ndani yetu ikawe ni mambo za Mungu peke yake. Na sasa ili tukaweze kukaa sawia ama sawasawa na mapenzi ya Mungu, lazima kile kiko ndani yetu. Na hata wewe mahali upo, wewe unayetutazama, najua kuna wao wanatutazama, lakini hata wakati 2020 kanisa zilifungwa mwanzo, wakati zilifunguliwa, kuna wengine wameendelea kukaa nyumbani, na labda wanitazama nyumbani kwako, labda umefungua kazi, lakini hata wakati kanisa ilifunguliwa haukuenenda. Kwa sababu gani? Haukupata moyo, haukupata tena furaha ya kwenda kanisani. Wacha nikuambie, inafaa ukalie sana na utafute Mungu sana. Kwa sababu gani? The Bible says, call deep, call to the deep. Bona hakuna kitu kinakuvuta uwe na shauku ya kuenenda kwa nyumba ya Bwana, uwe na shauku la kumtafuta Bwana, ni kumaanisha hamna deepness in your heart. Ndani ya moyo wako hamna kitu kinaweza patikana. Haleluya. Na ndiposa nakuambia ya leo, usishangae na usivutwe nyuma na wale ambao wamekosa. Wanasema hata tuligundua siri zingine, hata si lazima tuwe tunaenda. Lakini Biblia inasema nini? Inasema tusipuuze kuungana pamoja, tusipuuze hili jambo la kuja pamoja. Hebrews inasema hivyo, tusipuuze hii fellowship kama imekuwa mazoea ya wengine. Maana Mungu anajua wakati tuko kwa fellowship kama hii tunatiana nguvu, makumbo yanaweza tendekana. Hakusema wakati wawili watatu wataunganika kwa mitandao, tunaingia kwa mitandao kwa kuwa hatuna otherwise. Lakini mapenzi ya Mungu ilikuwa ni fellowship kama hii tuko nayo. Ndipo alikuwa anasema wawili watatu. Haleluya. Kwa lazima tuelewe jamani, na ni lazima tukaweze kutafuta mkono na uso wa Bwana, tuzame sana kwa mambo za Mungu. Na siku ya leo tunaenda kuona hii deepness, na ndipo tumeishika maandiko kwenye kitabu cha Mathayo 25 kuanzia mstari wa kwanza. Inasema aje? Inasema kuhusu wanawali 10 ambao walikuwa wameenda kumgojea bwana harusi, na ndiye Yesu Kristo. Na wakati walipokuwa wanamgojea Yesu Kristo kama bwana harusi, neno linasema ya kwamba hawa wanawali 10, 5 wao walikuwa wenye hekima na 5 wao walikuwa wapumbavu. Neno linasema ya kwamba manake hawakulijua saa, hawakulijua wakati, walibeba mafuta. Wale 5 wanawali 5 waliokuwa wenye hekima wakambeba taa zao zikiwa na mafuta. Jambo la kwanza ni hilo. Tena jambo la pili, wakajibebea mafuta. Haleluya. Amen. Wakabeba taa zikiwa na mafuta. Jambo la pili, wakajibebea mafuta ingine ya akimba, ili wakati kama mfalme, kama bwana harusi atakawia, taa zetu hazitazimia. Manake mahali ambao tunaenda kuunganika na huyu bwana harusi ni mahali ambao patakuwa ataunganika mahali pawazi, mahali ambao pana nuru, na taa zetu hizo zitamaanisha kama tutaingia, kama hatutaingia. Haleluya. Hao wenye hekima 5 walikaa chini na wakajua, manake hatujui saa, hatujui ataingia saa ngapi.
kile tutafanya, tutajibebea mafuta. Haleluya. Na tujiwekee. Wakabeba mafuta wakajiwekea. Manake walijua mfalme anakuja. The king is coming. Nami nataka niwaambie kwamba tunapojitayarisha, tunapoendelea na life, tunapoendelea kula na kunywa, lazima tujue the king is coming. Soon and very soon the king is coming. Hallelujah. Amen. Our king is coming. Na ako karibu sana kuingia. Lakini neno limetuambia kati ya hawa wanawali 10, ndani yao kulikuwa 5 walikuwa wenye hekima. Walibeba mafuta wakajiwekea akiba kwa sababu ya siku na saa ambao hawalijui itafunduliwa namna gani. Na ninakuambia hakika hiyo saa ilifika. Na ilipofika, ilifika kwa wao wote. Those who were leading, those who were not leading. Saa iliingia kwa wote 5. Hawa tano saa likaingia. Na saa ilipofika, waliokuwa wenye hekima, taa zao zilikuwa zinawaka. Neno linasema ya kwamba walipoamuka, manake wote walishikwa na uzingizi na wakalala, lakini walipoamuka wakaamshwa na kelele, wakaambiwa, hey, get ready, the king is coming, be ready, the king is coming. Ako karibu, ashafika, jiandaeni mwende mkamlaki. Kila moja alikuwa atoke na taa lake likiwaka. Walipoamka kwenda kuwasha zile taa, neno linasema ya kwamba wakagundua wale wapumbavu taa zao ishazima. Na ushungu mwingi, manake ninaomba na ninaambia Roho wa Bwana anisaidie hata mimi ya kwamba isiwe ya kwamba miaka yote ambao tangia kuokoka nikiwa kijana, nikapata familia, nikapata watoto, naendelea kujikaza, niko kwa ministry, ninamuomba Bwana nisije nikapatwa na saa, nisije nikapatwa kama wanawali wale ambao Biblia inawaita wanawali 5 ambao ni wapumbavu. Lakini kumbuka, miaka yote na muda wote waliishi wakimgoja bwana harusi. Nami ninamuomba Bwana kila siku na kila saa, Bwana unisaidie. Bwana usaidie kanisa. Bwana saidia watu wako wote ambao wameokoka, wale wanamjua Bwana, wale ambao wametambua Yesu kama Mwokozi, kama Bwana. Jameni, tumekuwa kama wanawali, na jameni ninawaomba ya kwamba tuwe kama wanawali waliokuwa 5 ambao walikuwa wenye hekima. Hata wakati hawakujua, hawakuelewa, wao walijibebea mafuta. Ili siku ya leo iwe ni jukumu ya kila mmoja wetu akajibebea mafuta. Tukajibebea mafuta, tujibebee mafuta, manake hatujui saa, hatujui wakati ni gani. Lakini ni kitu gani kilifanya, ni kitu gani kilisababisha hao wenye hekima na wengine wakaitwa wapumbavu? Wenye hekima, ni kitu gani kiliwafanya waitwe wenye hekima? Na hapo ndipo tumesoma Psalms 42:7. That deep ambayo ilikuwa ndani yao, kuzama kwao, kuzama kwa mambo za Mungu, kuzama kwa utakatifu, kuzama kwa neno, kuzama kwa maombi, kuzama kwa haki za Mungu iliwafanya. Manake waliposama walishabua neno, ikawaambia saa ya kuja kwake hata malaika hawajui. Kwa hivyo ikabidi wajibebee mafuta. Manake kama wangejua ni siku 2, wangebeba taa iliyokuwa na tanki kubwa ya kukaa siku 2 ama 3.
lakini kwa sababu walikuwa wamezaa na kwa neno wakanjua ya kwamba neno linasema saa hata juu mbinguni, hata malaika hawajui saa ya kuja kwake. Kwa hivyo la muhimu ni nini? Ni wakati kama huu. Maanake wakati hata huu ambao tuko na corona, ambao watu wengine hawaenendi church, na kuambia hata mwana wa Mungu anaweza kufunuliwa nyakati kama hizi. Hakuna anayejua, hakuna anayeelewa wakati. Kwa hivyo la muhimu ni nini? Ni kila saa na kila siku. Yesu nakuhitaji, vivyo kila saa niwezeshe Mwokozi na kujia. Yesu nakuhitaji, vivyo kila saa niwezeshe Mwokozi na kujia. Iwe ni ombi ya kwamba kila siku na kila saa tutaomba Bwana atuwezeshe tuwe kama wanawali waliokuwa ni wenye hekima, waliokuwa ni wenye busara. Siku ya leo, my brother, my sister, hata wewe ulio nyumbani, hata wewe ambao unatembea, hata wewe mahali ulipo wasikia sauti hii, na kuuliza utakapowekwa kwenye kipimo utahesabika wapi, wenye busara ama mwenye mpumbavu? Iwe ni ombi letu, iwe ni shauku letu, iwe ndio zero ambayo itakuwa ndani yetu, tutapatikana wenye busara, tutahesabika wenye busara siku ya leo. Na ya kwamba mwana wa Mungu atakapofunuliwa, ambaye ndiye bwana harusi, ya kwamba hatutafungiliwa, lakini tutapatikana na tutaingia mahali ambapo pameandaliwa. The king is coming. The king is coming. The king is coming. The question is, are we ready? Je, tutakapowekwa kwa kipimo tutakuwa wapi? Tutawekwa kwa grupu gani? Kanisa siku ya leo, ninajua tumeshanganyika. Neno linasema kwamba wengi wameitwa, wengi wapo, lakini ni wachache ambao wameitwa, ni wadogo sana. Manake atakapoingia hataokota kwa wote, lakini atachagua. Si kuokota bishi na mbivu, hapana, atachagua. Yes, unaweka kwa kipimo, unaonekana wewe umejiwekea mafuta. Sahi kuna watu wamehubiriwa sana, kuna mikutano imeandaliwa sana, wengine wanakutwa kazini, wengine manyumbani kwao, wengine wakakataa kufungua milango, wengine wakakataa kufungulia missionaries waliokuwa wanawapelekea injili. Sahi wanalia, sahi wanauliza tutafanya nini? Manake hakuna mtu wa kuwapelekea. Manake tukienda wanaogopa corona, hawezi wakafungua. Wengine wanatamani waingie kanisani, hawana nafasi. Haleluya. Lakini kuna nyakati walikuwa wanapembelezewa neno, lakini nyakati ipo kiu itatanda kila mahali. Kiu ya habari njema, kiu ya neno la Mungu, lakini wasipate neno la kuondoa ile dhasti. Haleluya. Siku ya leo wewe hapa unapata nafasi na kuambia ingia sana, zama, manake mfalme yu karibu. Bwana harusi anakuja, bwana harusi yuko karibu. Mafuta yapo kanisani. Wale ambao tuko kanisani tutawekwa kwa group gani? Manake hawa wote inaonekana walikuwa kwa kanisa, lakini kumbe saa waliozama, wale tipu iliyokuwa ndani yao ikavutwa na ile, wakajiwekea mafuta. Je, wewe uko na mafuta? Umejibebea mafuta? Wale ambao
hawakukubali kuzama, hawakukubali Yesu, hawakukubali kuzama kwa mambo za Mungu. Saa hii wengine wanajuta. Saa hii wengine mahali wapo vitandani, wengine wanatafuta hewa, wengine wanawekewa hewa, wengine wanaongezwa damu, wengine ni maji. Wanauliza, anaweza toka wapi mtumishi? Anaweza toka hata kama ni mtoto atatumwa aje aniombee wokovu. Maana hata kule wamewekwa ile shuma, wamefungiwa, hata hakuna mtu wa kuwa visit. Wengine unaenda kuwa visit, wanawekwa kwa screen, unaongea na yeye akiwa pande ile nyingine. Uko hospitali hiyo ndio, lakini unamtazama kwa screen, hauwezi ukaenda karibu na yeye. Hata kama ni wokovu anatamani sana, lakini asiupate. Kwa kuwa nini? Alikuwa na nafasi, angeokoka, ajibebee mafuta. Kwa sababu ya hili saa, hili saa ambao tuko, wale Wakristo ambao walilegea, wameyumba ndani yao, hawakujiwekea neno sawa sawa, saa hii hao wengine wanarudi nyuma. Manake wameona maisha ni mazito, wamerudi nyuma. Kwa sababu gani? Mataa zao hazina mafuta, hazina nguvu za Mungu. Mioyo yao, imani yao imeyumba. Kwa sababu gani? Mafuta, anointing ambao ndio tunao siku ya leo hawana. Kwa hivyo kama kuna kitu tunatamani sana, ni anointing ya Mungu siku ya leo. Tutamani sana tuwe na anointing ya Jehova. Maana tukiwa na anointing ya Mungu, taa zetu zitakaa zikiwaka. Haleluya. Hata kama mfalme hatujui saa ni gani, hata akikawia, taa zitakuwa zinafanya nini? Zinawaka. Bwana wetu asifiwe. Amen. Chunguza moyo wako. Tazama moyo wako. Ujiulize, imani yako imesimamia wapi? Imani yako iko namna gani? Tazamia moyo wako. Tazamia. Saa hii tukawekwa kwa kipimo, tutahesabika kama wenye furaha au wenye busara, ama wale ambao ni wapumbavu. Ni vizuri na ni vyema na inatupasa Wakristo siku ya leo, mahali pote tupo kwenye nchi ya Kenya, tunapojiandaa na mambo mengine, tunapojikinga na vitu na mambo, tujikinge sana na maisha ya dhambi. Tujizuie sana na maisha ya dhambi. Tukae mbali na maisha ya dhambi. Manake dhambi ikiingia, lazima itazima taa. Haleluya. Wale walio kwa boma, wale walio kwa harusi, wale walio kwa marriage, tunawaomba sana, msikilie wokovu, msikilie neno la Bwana ndani ya hiyo familia. Vijana, watoto, watu wote, ni jukumu letu. Taa zetu, neno la Bwana liwe kwa wingi. The king is coming. The king is coming. Ako karibu sana, akanyakue kanisa. Itakuwa ni aibu kwa wale wote walikaa miaka yote, walimgoja Bwana kwa subira, lakini saa ilipokaribia wakashindwa na kuelewa na kuweka taa ikiwa inawaka. Na vitu ya kuzima ni mingi, vitisho ya kuzima ni mingi sana. Mambo ya kufanya taa izimike imejaa kila mahali. Lakini wenye busara wakaweza kuwa wamejifishia mafuta. Usije ukawa utakimbia dakika ile umekimbia ndio bwana harusi ameingia. Walipotoka tu kwenda kutafuta mafuta, naye ndiye huyu akaingia. Wewe ambao umebackslide, nani amekuambia muda upo? Wewe ambao mpaka saa hii unayumba, mguu mmoja uko huko, mguu mmoja uko pale ile nyingine, nani anakuambia unao wakati? Haujui saa ya kuingia kwa bwana harusi. But my message is, the king is coming. Soon and very soon, he is coming. Kuwa tayari. Hamna nafasi ya kupoteza. Hamna nafasi
Our King is coming. Our King is coming. Wanawali wenye busara, tukae kama wao. Jamani, kile kilini kilicho ndani yetu, washa kijae mema ya Bwana, mema ya Mungu, haki, neno, usafi, utakatifu wa Mwenyezi Mungu. Ile kikavute, kika-attract zile vitu ambao tumewekewa. Saa hii tuunganishe mioyo yetu, tukaunganishe nafsi zetu na mahali Yesu ameenda kututengenezea. Bwana wetu asifiwe. Lazima tuunganishe ile iko ndani yetu, kilindi kilicho ndani yetu. Jamani, kizame na mema ya Bwana. The undiluted word of God izame ndani yetu. Maana Yesu atakapokuja, hatutasema tulizuiliwa na vitu. Hatutasema ni jambo hili lilifanya nisiokoke. Alikuuliza na atakuuliza, ni kitu gani sikukupea? Yesu mwanangu nilimtoa, mwana wa pekee, the only son, akaja akafa kifo cha msalaba ili uokolewe. Atakuuliza ni nini? Wewe hapa umeketi pale unajipea sababu. Wengine wanasema walirudi nyuma, walikosa kuingia kanisani, walikataa mambo za Mungu, manake walikozwa. Ulikozwa, lakini hata kama ulikozwa sio sababu. Ulikozwa, wengine wanasema nilijeruhiwa na mtumishi fulani. Hata kama ulijeruhiwa sio sababu, it is not a reason. Hallelujah. Lazima tutafute Bwana atujaze taa zetu. Hallelujah. Usikubali kurudi nyuma. Usikubali kukabali wewe, hata kama ulijeruhiwa na ndugu ama dada, ulijeruhiwa na pasta, ulijeruhiwa na nani, ni time yako. Ujikusanye moyo wako na ukauelekeze kwa Bwana. Manake deep, karibu itwe kilindi kilicho ndani yako. Kikiitwa na kilindi kile kingine, ujue mahali utaelekea. Hallelujah. Every deep will call it deep. Kilindi kitaita kilindi chake. Lakini mahali kilindi chako kitaenda, kitamaanisha kinaitwa na kilindi gani. Wewe utakaoweka maneno mazito, ubebe watu, ubebe vitu kwa moyo wako, nazo nani mwenye hizo? Wivu, kutosamehea, ni Shetani. Na kilindi kilicho ndani yako kitaitwa na kilindi kile kingine. Kilindi cha mambo za Mungu kitaitwa, kilindi cha Shetani kitaita. Haleluya. Tuite kilindi chetu, imani yetu, mioyo yetu imesimama wapi? Imejaa nini? Ni kilindi cha namna gani kiko ndani yetu? Manake naso kitaitwa very soon, kinaitwa. Kwa kuwa mfalme anafanya nini? Anakuja, bwana harusi. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Lakini swali ni hili, tutaenda namna gani? Tutakuwa wapi? Na je, taa zetu zitakuwa tayari? Zitakuwa tayari? Tufanye hima kanisa. Jihesabu mwenye busara, jihesabu aliye mwenye furaha. Wewe ambao unasikia hii maneno, manake ufalme ako karibu sana. Ako karibu sana. Ako karibu sana. Tujiandae. Ni wakati wa kuombea. Wewe uliye na mtoto, muombee sana. Wewe uliye na bwana, muombee sana. Uliye na bibi, muombee sana. Wewe uliye na watu wengi, waombee sana. Wewe umewekwa mzigo wa mwili wa Kristo, omba sana na zaidi. Hallelujah. Amen. Bwana wetu asifiwe. Amen. Yesu yu karibu sana. Yesu yu karibu sana kwetu. Jameni, tuwe wenye busara. Wenye busara ni wale wanajua
Injili linafaa lihubiriwe in and out of season. Na nilisema asubuhi, corona haitakuwa reason ya kuambia Mungu ati mbona hamkuenda mission corona. Mbona fulani alikufa kwa dhambi ati ni corona ilituzuia tusimufikie. Mahali upo kwa estate, fanya one on one mission. Hubiria watu. Ukienda kwa gari, wanaitwa sifiwe. Juzi nimembebwa na tuktuk nikienda nyumbani. Ule dereva akasema, leo kumekauka, ni kama Bwana ameniacha. Nikajua huyu amefungua mlango. Nami nikamwambia Mungu hawezi akakuacha ila wewe umuache. Wewe umuache, lakini Mungu hawezi kufanya nini? Huyo kijana ilifunguka mlango, nilianza kumhubiria. Ni hivi tu, wanaitwa sifiwe. Na hata tukia sana, akasema hiyo maneno imetoka kinywani mwangu kabisa. Sitawahi sema tena. Manake nilifanya aelewe Mungu hawezi akatuacha. Ni sisi huwa tunatoka kwenye nafasi, ama dhambi inatutoa kwenye nafasi. Na ikitutoa, tutakaa kama wanawali wapumbavu. Kwa sababu wakati labda tumetoka, wakati tumerudi nyuma, wakati tumetukanana, wakati tumeshindwa na kusamehe, wakati ambao tumejiingiza na vitu na mambo ambayo sio ya Mungu, labda wakati huo ndio saa. Naye bridegroom ndiye huyu anaingia na anasema sasa, kilindi kilicho ndani yangu kinaita kilindi kile kingine. Vilindi vilivyokuwa ndio wanawali ambao ni wenye busara. Akakuja mataa, taa zao zinaangaza, akawaambia jioni, kujeni muingie, na harusi ikaendelea. Mlango ukafungwa. Wewe ambao umebackslide, wewe ambayo ile deepness ya mambo za Mungu ilikuwa ndani yako, saa hii imeyeyuka. You are almost running dry. Na kuomba kwa hima kibia, mtafute Yesu, mkiri Yesu, ingia kwa Mungu. Manake saa hatuna kabisa, muda hamna, na mlango iko karibu kufungwa. Saa kama hii tumeingia hapa, we are just 15 of us. Kwa sababu gani? Hata kama kuna wengine walikuwa wanapiga simu, pastor, kesho nina nafasi ya kuingia. Namwambia tayari isaja. Tayari tumepata wale 15. Hatuwezi tukapitisha. Yaani nasikia ana haja. Anatamani sana. Haleluya. Kuna wengine watajitafika nafasi kama hiyo. Saa hii ni nzuri. Tujihesabu. Biaraki. Manake ni mlango tu, lakini hata ukiwa pale mlango wa mbinguni haujafungwa. Kwa hivyo hata ukiwa hapo nyumbani, endelea kuamini. Hata kama hujapata nafasi ya kuingia kanisani, endelea kuamini. Endelea kusimama kwa utakatifu. Endelea kutafuta uso wa Bwana. Endelea kutenda mema. Our King is coming. Our King is coming. Endelea kujitayarisha. Na ninajua kwamba lazima tutashinda. Na waomba wa Kristo mahali popote tulipo. Wa Kristo, hii ndio saa ya kuomba. Hii ndio saa ya kuomba. Mambo yanaweza shindikana kwa taifa, mikakati inaweza wekwa mizito, lakini hiyo haijaweka mikakati. Haijakuambia usiombe, haijakuambia usifunge, haijakuambia usisome neno la Bwana. Tafuta uso wa Bwana usiku na mchana. Unapoona mambo yanakaa huelewi, huu ndio wakati naye wa kuzama. Manake kile kimezama, kilindi hicho kiko karibu sana kuitwa na kilindi kile kingine. Haleluya. Tuangalie sana nyakati ambao tupo, nyakati ambao tupo. Kwa hivyo tusione na tusikose nguvu. Tujitie nguvu ndani ya Kristo. Tujitie nguvu ndani ya Bwana. Manake yanayokuja siwaambii ya kwamba ndio yatakuwa mepesi. Maunabii yanaendelea kitimia, na tunaambiwa itaendelea. Kama tutafika wakati wa stings, zianza kusting, my brother Robinson, zianza kusting, tutakuwa wapi? Hizo tunauro zikiashiriwa.
wale watakao upande ule mwingine. Wakati wa 666 ikiwekwa, wale hawatakuwa na hiyo namba, hawatanunua, hawatauza, hakuna biashara. Haleluya. Labda tunatayarishwa na corona. Wenye haki tuwe wanawali wenye busara. Hata kama 66 ikiingia, manake sisi hatutakubali kuwekwa. Na watakaokataa, kuna kipindi kitaingia, hakitakuwa cha kusheka, kitakuwa na maumivu, kitakuwa na ushungu. Manake una pesa, mtoto analia, maziwa ndio ile, lakini unaambiwa inaitwa nini? Hiyo shift number. Ili manake pesa nini na nini currency itakuwa moja. Tunakuja tu mambo inaendelea. New world order. Ushawaona kofia zimewekwa na vijana imeandikwa NWO, New World Order. Haiko bali sana, currency itakuja ikuwe moja. Unaona vile tumeshikanishwa na corona hivi. Tumekuja dunia mzima mahali moja pap. Hivyo ndivyo tutakuja. Utakuja tu unaambiwa sasa kuna hii na hii. Ili turahisishe mambo, tutafanya hivi, pole tutajipata kama tumeshikwa. Tutashikwa kama mate. Na kwa hivyo ni wenye walita watakao kuwa eneo zao wamezifuta. Hao ndio watahesabika. Wakati wa wanawali wenye busara ni sasa. Na wenye busara wasikie vile Roho anaambia kanisa. Haleluya. Tutajipata. Kwa hivyo tunatayarishwa na corona mazito na uzito ulio mbele. Maana kabla ya mwana wa Mungu afunuliwe, kuna kipindi kitaingia. Hapa ni wale watakuwa deep. Ni wale watakuwa wamezama. Hao ndio wataweza. Hao ndio watashinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo si wakati wa kuyumbayumba. Si wakati wa kuwa hivi na kuwa hivi. Simama imara. Kama ni kwa Yesu ni kwa Yesu. Kama ni mambo za Mungu ni mambo za Mungu. Jamani tusimame. Tusimame vizuri ili tumlaki Bwana Yesu. Tusije ya kwamba wakati tunasikia tarumbeta tukienda kuangalia imani yetu tushapoteza. Wokovu wetu ushapotea. Haki tuliyokuwa tumesimamia kwa muda mrefu tushaipoteza. Kwa nini? Kwa vitu na mambo za hapa tu. Tukaze sana. Tutazame kwake Bwana. Maana kuna nguvu na kuna ushindi. Bwana wetu asifiwe. Bwana awabariki na watendee mambo mema. Tuhesabike kanisa la leo kama wanawali waliokuwa ni wenye busara. Na ninajua kwa Mungu lazima tutaingia na ushindi katika jina la Yesu Kristo. Bwana anawapenda, Bwana anawajali, na ninajua kwenu mkiweka na mkishikilia uende ukitafakari hayo. Imani yangu iko wapi? Moyo wangu uko wapi? Taa yangu inawaka. Maana Yesu hakushughulika na wengine. Na hata kama walikuwa late. Usije ukahesabika umekuwa late na hiyo miaka yote na umekuwa unakuja church. Na waomba tafadhali tujikaze ndani ya Kristo, ndani ya Mungu wetu. Na ninawaambia kuna nguvu na ushindi ndani ya Yesu. Tunafika hapa mwisho, na kwa wale ambao wanatutazama kwa mitandao, nyakati hii tunaenda kupeana mali zetu, tunaenda kumwabudu Bwana na sadaka zetu. Na kama mahali upo ungetaka kupeana sadaka yako, tunapojitayarisha na wale ambao wanatusaidia hapa wakiingia kwa mifuko yao, na wewe ingia kwa simu yako, unaweza tuma kwa wapembi. Tuna paybill number ambao ni 7132393. Paybill 7132393. Ama kama hiyo mambo ikikushindikana, manake si wote wanajua kuingia mambo hizo, unaweza tumia M-Pesa number, unaweza tumia 0791 405499. 0791 405499. Na tuna pia account number, na juu ya kwamba fundi wetu wa mitambo watatuwekea wakati mwingine our account number.
na ninajua pia hiyo inaweza saidia. Inaweza weka tu direct kutoka kwa bank, unaweka. Na nilisema ya kwamba ni vizuri especially kwa fungu la 10. Hata kama hukuji kanisani, unajua fungu la 10 ni la Mungu. Unaweza kosa kulipa hiyo sadaka, lakini fungu la 10 ujue ukilikula, ujue sasa umeingia nafasi ya Mungu. Manake tithe belongs to God. Hallelujah. Fungu la 10 watu kila, Mungu anatuita robbers, wanyang'anyi. Hata sio wezi, roba anaiba kwa nguvu. Kwa hivyo inaweza kuwa ya kwamba unaweza kuwa wakenyonga. Wewe ndio wakenyonga kwa Mungu. Kwa hivyo tafadhali, hata kama uko mbali, hata kama upate nafasi ya kuingia kanisani, usikule tithe. Manake hilo ila ni lazima upeane kwa Mungu, ni ili maisha yako na kazi yako ikaweze kuendelea. Manake hiyo Mungu na ndio itakuwa, nilisema ya kwamba inakuwa kama ukuta, inatulinda kutokana na mabaya, inalinda biashara zetu, inalinda kazi ya mikono yetu. Mungu awabariki sana. Tunapoombea, nitaomba kwamba wewe unapeana kutoka mbali, na kwa wale walio karibu tunaomba na ibarikisha mbele za Bwana, na tutabarikiwa katika jina la Yesu. Chukua hiyo sadaka yako tukaweze kuibarikisha kwa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Nisema ya kwamba na sisi hata kama tumesoma ibada mbili, itabidi mpaka hata ibada nyingine, manake ibada iwezi kuwa imekamilika kama hatulipi. Kwa hivyo kama pengine kama sisi na kina wafundi wa vitabu wetu wanajipata wako tajisimu. Haleluya. Lakini yote si baraka. Amen. Hebu na tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina kuna Yesu Kristo, tunakutazamia mwenye haki na mwenye nguvu na mwenye uwezo, kama vile neno lako limesema ya kwamba nasi tumekuja Baba ili tukahesabike wenye haki, wenye busara, wenye hekima, kama wanawali waliohesabika 5 wenye busara. Na ndiposa Bwana tumepata ufunuo wa kukuabudu na zaka zetu za fungu la 10, na ndiposa tunazitoa tukiwa na mioyo iliyo na furaha, tukijua ya kwamba tunapotoa maisha yetu Bwana yatainuliwa, maisha yetu yatabarikiwa, kazi yako inapoendelewa, injili inapoendelea Bwana, maisha yetu yanafanikiwa, watoto wetu wanabarikiwa, jamii zetu wote watabarikiwa. Mungu ni asante, manake kwa kuwa hai na ile mali umetupatia, tumekuja Bwana na tumeifungua kwako ili Jehova ikafanyike baraka, kama vile Job alisema, naked I came, naked I shall go. Na vile tumekuja, hatutashikilia mali, manake tunajua kwamba dakika ya mwisho yote itabaki hapa. Bwana, tumeitoa ili ya kwamba ikakubalike mbele zako na tukahesabike wenye haki. Bariki wote watakaonyosha mikono yao, uwabariki na wainue, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen.